kwa namna hiyo basi tuangalie sasa, je, miradi ya mfano iliyofanikiwa hapa Tanzania kwa kipindi hiki cha miaka 10. Maana ndio kipindi ambacho peak watu wameelewa zaidi, NGOs zimezaliwa nyingi zaidi, hamasa imetokea kubwa zaidi, fedha zimekuwa mobilized zaidi katika serikali, katika NGOs, katika CBOs, non government organizations na kadhalika. Zipo taasisi mbalimbali, ikiwepo tunaanzia Charity Begins at Home, ikiwepo KCDE ambayo tumekuwa tukitoa semina nyingi sana. Hii ni taasisi yenye miaka 4, lakini kwa miaka hii 4 KCDE ambayo mimi ndio mwanzilishi na mkurugenzi wa KCDE, Kilimanjaro Consortium for Development and Environment, tumetoa elimu, capacity building kwa watu wengi sana, viongozi wa dini, sekondari, vyuo vikuu na kadhalika. Kwa hiyo uelewa. Lakini tumeotesha miti mingi rafiki wa mazingira. Sio tu kuotesha miti mingi. Naweza kusema milioni na milioni. Tangu tumeanza kufanya hiyo kazi. Lakini katika hiyo pia tumetoa hamasa kwa vyombo hata vya habari kama ninyi, kwamba ninyi waandishi wa habari lazima muwe sasa na environmental journalism na broadcasting. Na tumefanya radio nyingi, ikiwemo Radio Kicheko, radio kuna Moshik, online TV, kuna magazeti mbalimbali, Mwananchi, magazeti mbalimbali. Tumekuwa tukifanya kila mwaka seminars, hamasa, workshops nyingi. Lakini kuna taasisi ya Wajerumani ambayo ndio ina sponsor pia, inaitwa KAS, Konrad Adenauer Stiftung kwa Kijerumani. Hii nimekuwa mimi kama mshauri kwa hiyo kampuni katika masuala ya mazingira. Mwezi huu tarehe 28 mpaka 29 tutakuwa pia na seminar kule Arusha ya siku 2 ya namna tunavyoangalia sasa COP21 na COP30 kutoka mwaka jana na kuingia hii ambayo itaishia tarehe 21. Je, ni mafanikio yapi? Kwa hiyo sisi ndio tunaihost kule Arusha, na tutatoa mada mbalimbali kwa viongozi wa dini wa mkoa wa Manyara, mkoa wa Arusha na mkoa wa Kilimanjaro na wilaya zake hizo, kufundisha ili wakafundishe. Lakini kuna hamasa ambayo imetokea pia katika the practical part. Kuna taasisi binafsi na za serikali zinazotengeneza majiko jadidifu na yenye kutumia kuni chache, kwa mfano kama Teke Arusha. Lakini kuna taasisi kwa mfano inaitwa CAN Tanzania, Climate Action Network Tanzania, wako vizuri. Kuna taasisi nyingine pia inayohamasisha sana masuala ya mazingira, inaitwa Uongozi Institute, iko Dar es Salaam, iko vizuri. Kuna taasisi nyingine, ziko nyingi, nimetaja tu kama 4 au 5 ambazo au 6 ambazo ziko mstari wa mbele na ambazo mimi pia ninazifahamu kwa namna ya pekee. Kuna nyingine inaitwa FEPT, Tanzania Foundation for Environmental Protection in Tanzania, hii iko pia Arusha. Je, ushiriki wa Tanzania katika mikutano hii COPs kila mwaka ukoje? Unatija zipi? Namba 1, mafanikio au fanikio, kuendelea kujijengea ufahamu. Manake maandiko matakatifu yanasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sasa ukikosa maarifa ya mazingira, ya kutunza mazingira, basi tutaangamia. Kwa hiyo kujijengea ufahamu, maana hakuna anayefahamu kila kitu, lakini positive chanya kingine ni kuwa na uwazi zaidi. Uwazi na uwezo, capacity building. Ufahamu namba 1, namba 2 uwezo. Lakini kuangalia 3, kuangalia wengine wamefanya nini. Miradi mbalimbali ya nchi ambazo zimeshakuwa na mifano bora kiteknolojia katika matumizi, kwa mfano ya bioanuai, gesi, nishati ya jua. Kuna nchi zimeshaendelea sana, kwa mfano Morocco wako mbali kabisa, wana kilomita, na unaweza kutoka hapa mpaka Arusha ni sehemu za solar panels. Solar panels tu. Sasa kwa nini tunaweza ukajifunza kule na ukapata maarifa? Lakini tumekuwa na sera na malengo makubwa kabisa, lakini malengo hayo yanakuwa na matamko mengi kuliko utendaji. More policies, more words than action. Na hiyo ni vizuri basi serikali isikie, tuwe na matamko mengi lakini pia tuwe na utendaji mwingi. Viende sambamba.
Tukitamka 100%, tutende 100%. Sio tunatamka 100%, tunatenda 28% au 30%. Hapo kunakuwa na ombwe, kunakuwa na discrepancy, na kunakuwa na gap. Je, mikakati madhubuti ya Tanzania katika ile framework inaitwa NDC, Nationally Determined Contributions, yale makubaliano ya mkutano wa Paris wa mwaka 2015. Kila nchi ilisema nitapunguza kiasi hiki, mimi nitapunguza hiki, nitapunguza hiki. Sasa mikakati madhubuti ya Tanzania ni ipi? Mkakati wa kwanza, kuna lengo la Tanzania la serikali ikifikapo mwaka 2030 kupunguza hadi kati ya 30% na 35% ya hewa ya ukaa. Hilo ni lengo namba 1 la serikali ya Tanzania. Pili, kutengeneza mfumo bora zaidi wa kiutendaji dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Mfumo bora zaidi, kuboresha. Tatu, kuimarisha sekta za kimtambuka zinazohusiana na mabadiliko ya tabia nchi na swala lile la Nationally Determined Contributions. Kuna sekta chache nazitaja hapa. Sekta ya nishati inahusika sana, au wizara ya nishati, na wizara ya uchukuzi, wizara ya mali asili na utalii na mazingira, na ambayo pia inachukua sehemu ya waste management. Tunawezaje kuangalia namna ya kudhibiti uchafu wa plastiki, uchafu wa viwandani, uchafu wa aina mbalimbali. Lakini namba 4, kuna kujengewa uwezo zaidi taasisi za kiserikali na za taasisi za watu binafsi zisizokuwa za kiserikali kuhusu masuala ya adaptation, namna ya kujimudu sasa, kujimudu na kuishi na mazingira ambayo tayari yameshaathirika, kuishi kama waathirika wa mabadiliko ya tabia nchi, lakini kupunguza pia na kudhibiti majanga, disaster reduction katika masuala hayo yote ya uharibifu wa mazingira. Na pia zaidi kuangalia jamii, taasisi za kijamii ziwe zinajihusisha zaidi katika masuala haya. Serikali yenyewe haiwezi ikatoa majibu au masuluhu ya mabadiliko ya tabia nchi. So more civil society engagement. Lakini mwisho, mshikamano na wadau wote, maana tuko kwenye mashua inayozama. Sio tu serikali iko kwenye hii mashua, vyama mbalimbali vya kisiasa, taasisi za kidini kwenye mashua hiyo inayoitwa ni dunia inayoharibika na kuharibiwa. Wafanyabiashara, wasomi, watu mbalimbali, tuko kwenye mashua inayozama kimazingira. Kwa hiyo kuingiza mshikamano wa zaidi, bila kujali huyu ni wa rangi hii, huyu ni wa rangi ile, huyu ni wa sehemu hii, bila kujali huyu ni wa dini hii, wote tunazama, bila kujali itikadi zetu na bila kujali imani zetu. Je, fursa za biashara ya hewa ya ukaa kwa Tanzania ni zipi? Fursa ziko wapi? Fursa namba 1 na faida za biashara ya hewa ya ukaa, carbon credit markets, nazitaja. Ya kwanza ni kuongeza pato, the revenue, pato linalotokana na mali asili, natural resources. Hiyo inatupa fursa, inatupa pato. Pili, kama nchi, lakini kama taasisi binafsi. Pili, kuanzisha miradi endelevu ya carbon credit markets katika misitu, katika kilimo, katika nishati, katika hasa nishati zile ambazo zinaitwa REs, renewable energies, nishati zinazoweza kujirudia. Tatu, hewa ya ukaa ni kivutio kwa wawekezaji wakubwa kutoka nchi mbalimbali duniani. 4, biashara ya hewa ya ukaa inatoa fursa kwa maendeleo ya kijamii pale inapofanyika. Ukiangalia wilaya ya Tanganyika, wakifanya vizuri, watu wakaelewa, serikali ikasimamia na wadau mbalimbali wakasimamia vizuri na kwa utaalamu, ile sehemu inaweza ikawa na maendeleo makubwa sana kwa haraka. 5, kutakuwa na upatikanaji wa fedha kwa ajili ya uhifadhi, conservation, financial source za kuhifadhi mazingira ya pale biashara inapofanyikia. Lakini pia ni nafasi ya kuchochea maendeleo endelevu
na hasa katika kudhibiti mabadiliko ya tabia nchi, na mwisho kuimarisha mshikamano wa kikanda, kwa mfano Afrika Mashariki, mshikamano wa kibara Afrika, na mshikamano wa kidunia wa kiulimwengu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Na je, teknolojia, hasa zile teknolojia rafiki, zinachangiaje? Teknolojia hii, tasnia ya teknolojia inayokuwa leo hii, tunaongelea kuhusu akili mnemba, artificial intelligence, au digitalization ya kila kitu, inasaidiaje kupunguza janga na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi? La kwanza, teknolojia inasaidia katika matumizi ya nishati mbadala, nishati rafiki wa mazingira, nishati jadidifu. Hizi stovu na majiko ambayo yanatumia kuni kichache, ambazo zinaleta ufanisi mkubwa. Lakini pia kuna ongezeko, hasa Ulaya na Amerika na Asia, na inakuja kwetu, ya magari. Mwezi mmoja na nusu miwili iliyopita nilikuwa India, na kabla hapo nilikuwa Ulaya karibu miezi miwili. Nimeona ongezeko kubwa sana ya magari ya umeme, e-cars, electrical cars. Sasa yanakuja huku. Na ukiangalia magari huyu mengi ya huyu tajiri mkubwa duniani anaitwa Elon Musk, ya Tesla, magari yake mengi sasa hivi 90% kitu ni e-cars, wanaita e-cars, electrical cars. Na yanasaidia sana kupunguza, maana petroli na dizeli inapokuwa inatumika kwenye magari, malori, meli na nini, ile inatoa hizi hewa za ukaa, na zinakaa kwenye anga au majini kwa miaka na miaka na miaka. Nyingine zinakaa miaka 100 mpaka zitoke kwenye maji, kwenye hewa huko juu. Kwa hiyo ndege zinapopita huko zinaacha ile hewa zinazotoa, na hiyo hewa inabaki. Kwa mfano athari za sasa hivi zinatokana hata na miaka 50, 60, 70, 100 ya ndege iliyopita hapo juu. Kwa hiyo tunateseka kutokana na hali ya zamani kuliko hata hii ya sasa hivi. Inajiaccumulate cumulatively. Lakini kingine ni magari makubwa yanayotumia gesi, LNG, liquid nitrogen gas. Ni kitu ambacho kinaongezeka sana sasa hivi katika dunia ya leo, na ni vizuri tukakishabikia na kukichukua kama fursa kubwa kabisa ambayo tunaweza tukaifanya ikawa ni kitu kizuri. Lakini pia kuna majengo rafiki wa mazingira. Majengo mengi siku hizi yana wajenzi walio makini, wanahamasisha ujenzi wa majengo ambayo hayatumii nishati nyingi. Kutumia pia bulbs au taa ambazo hazitumii nishati au umeme mwingi. Friji ambazo zinatumia nusu ya umeme ya zile friji za miaka 10, 15, 20 iliyopita. Hata ukienda kwenye maduka mbalimbali hapa mjini, Double Street, sijui kwa Panjuani, ukianza kuangalia kuna friji za kisasa zinazotumia kubwa kama zile zamani, lakini zinatumia umeme kidogo zaidi. Kwa hiyo teknolojia ya magari, teknolojia ya vitu vya nyumbani, teknolojia ya ujenzi, teknolojia mpya ya mambo mbalimbali inasaidia sana kupunguza matumizi ya nishati, na hivyo kupelekea kupunguza matumizi ya matumizi ya nishati, na hivyo kupelekea kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Lakini kuna teknolojia ambayo pia inaitwa carbon capture and storage. Yaani ni teknolojia ya kuchota, ya kudaka hizi molecules za carboni, CO2 na kuweza kuzihifadhi ili zisiendelee kuharibu mazingira na kadhalika. Carbon capture and storage. Lakini pia kuna matumizi ya akili mnemba ya kujua mahali ambapo umeme unapotea. Zamani hizi grid hizi, labda umeme umetoka Kidatu mpaka ufike Moshi unapotea, hiyo loss, transmission loss, mpaka watu wakapande wazime umeme wapime. Leo hii kwa kutumia teknolojia
ya akili mnemba, artificial intelligence, unaweza ukawa tu na kifaa kama simu ikakuonyesha umeme unaopotea kuanzia Kidatu kufika Moshi, au nyumba ya Mungu kufika Arusha, au sijui bwawa la Nyerere kufika Mbeya na kadhalika. Akili mnemba, faida na hasara zake zipo. Lakini pia teknolojia ya kilimo rafiki wa mazingira na namna ya kurecycle vitu, waste management. Plastic hizi sio tu za kutupa kwa barabarani, bali unaweza ukazikawa ni fursa, zikatengeneza bidhaa nyingine na zikawa zina faida kwa mazingira. Na ni nini basi kifanyike zaidi kwa wananchi wa Tanzania? La kwanza, kuanzia kule kwenye familia, kwenda kwenye shule ya awali, kwenda kwenye madras na chekechea zote, na kwenye primary schools, secondary schools, vyuo vya kati, vyuo vikuu, misikitini, kanisani, elimu kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Hii ni moja. Kama watu hawajui kwamba kuna mabadiliko ya tabia nchi, hata kilimo cha sasa hivi siwezi tu kuotesha mahindi kiolela Januari, manake zamani mvua ilikuwa inanyesha Januari. Leo hii kutokana na mabadiliko ya tabia nchi mvua inanyesha mwezi wa 3 au 4. Kwa hiyo kuna prolongation, yani kuna imepelekwa mbele zaidi. Imejipeleka mbele zaidi. Imekuwa unreliable. Pili, utashi wa kisiasa katika kutimiza hizo sera, kanuni za kudhibiti mabadiliko ya tabia nchi, katika kuweka misingi ya elimu, misingi ya kiteknolojia katika nchi. Utashi wa kisiasa ni muhimu. Tatu, matumizi sahihi na ya uwazi ya rasilimali zote, hasa fedha zinazotolewa na taasisi mbalimbali za kimataifa kuhusu kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa kuwa na uwazi, ni fedha ngapi, kiasi gani, na zimepelekwa wapi, na zimetumikaje katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. 4, kuweko na sera ambazo ni za kweli, sio za kisanii katika tasnia ya mazingira. Kuna sera na sera. Sasa ujumbe wa mwisho, takeaways. Cha kuchukua sasa ni kipi? Cha kuchukua, cha kwanza, tunahitaji daima kuwe na uelewa wa pamoja na uelewa wa umakini hasa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi katika nchi, katika mabara na dunia nzima. Namba 2, tunapaswa kujua kwamba tuna adui namba 1. Leo hii ukiacha vita vya kisiasa, adui namba 1 aliyekuwa hadi juzi ni mabadiliko ya tabia nchi, yenye athari zake kisiasa, kiuchumi, kijamii, kielimu na kadhalika. Kwa hiyo tunaye adui mmoja anaitwa mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo watu wote, dini zote, wanasiasa wote, wanazuoni wote, waandishi wote wa habari na kadhalika, na watu wote wenye mapenzi mema, tupambane na adui huyu. 3, utashi wa kisiasa unapaswa kuwa ni kipaumbele namba 3. 4, elimu ya mazingira. Wale wanaofanya vizuri, ziwe ni taasisi za kiserikali, za watu binafsi, zihamasishwe, zipewe hamasa na zipewe kuwe na mashindano ya mambo ya mazingira katika shule, katika misikiti, katika makanisa, na hamasa hizo ziwe za kuendelea katika swala lote la kutunza na kuhifadhi mazingira. Ni wazi kabisa kwamba mabadiliko ya tabia nchi yamefanya dunia leo hii iko ICU. Ile tabaka la juu kule karibu linaingia ICU, ukishuka inaitwa atmosphere. Atmosphere iko ICU. Shuka huku chini biosphere, bioanuai ziko ICU, zinasubiri zife, zikazikwe, zinapotea, zinayoyoma, zinateswa na kadhalika. Mimea, soil flora, wanyama, soil fauna technically. Tabaka maji, hydrosphere, the sphere of water, liko ICU. Lazima tuyatunze. Na tabaka la madini na miamba, lithosphere, linachakachuliwa, lina vurugwa, linaharibiwa kwa yani interest ambazo ni personal.
bila kujali vizazi vijavyo watakuta makaa ya mawe huko Afrika au huko Tanzania, watakuta dhahabu, watakuta gesi. Kwa hiyo ni vizuri kuwekeza pia kwa vizazi na vizazi na vizazi na vizazi na vizazi vijavyo, ili tuweze kujua kwamba dunia hii itakuwa ni endelevu, sustainable and more resilient society. Lakini pia tujue kabisa kwamba afya zetu ziko katika mgogoro, hasa katika ongezeko la mabadiliko la joto na ongezeko la hewa hatarishi katika mfumo wa upumuaji. Vyakula vinavyozalishwa leo hii, vyakula vingi, asilimia karibu 70 na kuendelea, wanatumia kemikali, viuatilifu. Kuna wanyama wanaouzwa masokoni na kwenye mabucha, unakuta mtu amepiga mnyama fulani, awe kitimoto, awe ng'ombe, sindano, unapaswa wiki 2 zipite ndio ukamchinje, anachinjwa kesho yake, na wewe unakuwa umekula pia sindano aliyopigwa mnyama huyo. Kwa hiyo umri wetu utakuwa kwenye matatizo afya. Kama basi maandiko matakatifu, kitabu cha Mwanzo kinavyosema, na Mwanzo 2:15, Mungu akawapa Adamu na Hawa, Adamu na Eva, bustani ya Edeni, wailime na waitunze. Narudia, wailime na waitunze, manake waijali, wailinde. Kwa hiyo tunahitaji mwishoni kabisa hapa kuwa na kitu kinachoitwa utamaduni wa kiedeni. To reinvent the Eden culture, to reimagine the Eden culture and value. Tunafanyaje? Tunaanzia na mtu mmoja mmoja. Ni kama yule ndege huwa nasema mara nyingi. Ndege mmoja aliona msitu unaungua, akaumia, akaona msitu unaishia, inakuwaje? Akaenda kuchukua maji kwa kutumia mkamdomo kake, matone anazima. Wanyama wakubwa katika msitu ule wakawa wanamcheka. Simba akamcheka, tembo akamcheka, twiga akamcheka. Yule ndege, wewe utaweza kuzima moto huu nao waka kutokea kule Arusha mpaka kule Mombasa, utauzima wewe? Akasema, ninafanya kile ninachoweza. Kumbe mimi na wewe tukifanya kile kiduchu kidogo kidogo, ukivijumlisha vitu vidogo vidogo vizuri, vinakuwa ni vitu vingi vizuri. Kwa hiyo Eden culture. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na kufikiri upya, kufeel kupya, kujali, sio tu kufikiri, kujali kupya, kuumia kupya. Unapoona mama dunia, rasilimali zinapotea kiholela, miti inakatwa kiholela, umia na huyu mama, hawezi kuongea. Kuna rasilimali za dunia hizi zinabakwa kutumia neno baya. Kwa hiyo wewe ndio unapaswa kumtetea huyu mama anayebakwa rasilimali zake, ili ziweze kuwepo kwa vizazi na vizazi vijavyo. Kuna kutenda upya, new acting, lakini kuna kujifunza upya, new learning. Kutokana na haya, nafikiri tunaweza tukafikia mahali pazuri, na hasa tukianzia kwa hapo mwamko wa pekee kabisa mwaka 2015 kutokana na makubaliano ya mkataba wa Paris, ambao namshukuru Mwenyezi Mungu, na mimi nilikuwa katika ule mkutano. Kipindi hicho kilikuwa baridi sana kule Ulaya, ni kipindi cha winter. Ni kipindi hiki wanafanya mwezi wa 11 hadi wa 12 kila mwaka. Asanteni sana.